Bwana Yesu asifiwe. Kitu chetu cha somo kinasema, mwambie jirani yako, somo letu linasema navuka. Ikiwa kuna kitu ambacho waga kifurahishi moyo wangu, yani ikiwa kuna kitu ambacho hakifurahishi moyo wangu, ni kuona watu wanateseka. Na tunaishi katika dunia ambayo sisi tunadamu kwa wanadamu, kila mtu ana mtazamo wake kwa mwingine. Lakini Yeremia 29:11 inasema hivi: maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Biblia inasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi. Dunia ina mitazamo miwili. Kuna mtazamo wa Mungu, tunaita heaven perspective views, na there is a human being perspective views. Kuna mtazamo wa Mungu kwenye hii dunia na kuna mtazamo wa wanadamu katika hii dunia. Mungu anasema, ninajua mawazo ninayowawazia ninyi. Maana yake Biblia inapozungumza kwa habari ya mawazo, inazungumza kwa habari ya mpango. Mwambie jirani yako, Biblia inapozungumza kwa habari ya mawazo, inazungumza kwa habari ya mpango. This is God. Huyu ni nani? Huyu ni Mungu. Kwamba ninajua mawazo. Biblia inapozungumza kwa habari ya mawazo, unajua mawazo ni mkusanyiko wa kifikra. Mawazo ni nini? Sasa huu mkusanyiko upo kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, ninajua mawazo nawawazia ninyi, kwamba ni mawazo ya kuwapa tumaini. Anapozungumza kwa habari ya tumaini, anazungumza kwa habari ya matarajio. Listen to me very careful. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa lugha nyingine, leo unauza dagaa, lakini mawazo anayokuwazia Mungu sio uhame kwenye biashara ya dagaa, bali biashara ya dagaa kufanyika katika ukubwa. Biblia inasema, ninajua mawazo, lakini mawazo ya familia unayotoka, labda wamekuwekea uchawi wa mitego, kwamba wamekutega kwenye miguu. Kwa hiyo apart from you going far, badala ya wewe kwenda mbele, unajikuta unarudi nyuma. You will see nikiwa naombea hapa watu ambao wamefungwa hatua zao, most of them unakuta naposema in the mighty name of Jesus, kwamba kwa jina la Yesu Kristo wafunguliwe hatua zao, wengi utawakuta narudi hivi, nguvu za giza zinawapeleka wapi? Nyuma. Kwa nini? Maana yake wamefungwa nini? Biblia inasema, ninajua mawazo, maana yake ni mkusanyiko wa kifikra. Maana yake ili wewe uwepo katika hii dunia, ni Mungu alikusanya fikra, akasema nina wazo kwa ajili ya familia fulani, watazaliwa watu wa aina fulani, hawa nitawapa tumaini. Maana yake nitawapa matarajio. Na siku zote Mungu akitoa matarajio, anatoa nguvu ya kuhakikisha hayo matarajio yanakuwa halisi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, ninajua mawazo ninayowazia. Okay, aliyebuni haya maji alijua kuna watu ambao watakunywa chupa ya kiwango hiki, sio? Maana yake huu ulikuwa ni mkusanyiko wa nini? Wa kifikra, sio? Alafu akajua kabisa kuna watu ambao wao wanakunywa lita 1.5. Maana yake wazo hili lilikuwa ni kwa ajili ya yeye kuweza kupata ufumbuzi wa kiuchumi, lakini ni kwa ajili pia ya kupata ufumbuzi kwa ajili ya mtumiaji. Mungu alipokutengeneza katika hii dunia, alikuwa na wazo. Alipokuwa na wazo, maana yake Mungu aliangalia ukubwa wa maisha yako. Yaani ni hivi, kama vile kwenye nguo hauwezi ukajivalia tu, hata ukienda kushona na kitenge si lazima kupime vipimo vyako, sio? Lakini nguo tunaita nguo special, sio? Zenye zinakuwa size 16 XL, sio? Large, sio? Sasa unapoenda kununua ile nguo, sawa,
Kuna nguo oversize na kuna nguo ambayo inakubana na kuna nguo ambayo haipiti. Sawa? Sasa Mungu alivyotutengeneza katika yeye kutufikiria na kutupa tumaini. Tumaini kazi yake ni kuchochea matokeo. Kazi ya tumaini ni kusukuma matokeo. Sasa Mungu alipokutengeneza akakuwazia mpango mzuri, ndio mawazo. Maana yake alihakikisha anakupa na size ya maisha unaotakiwa uishi. Mza jirani yako, maisha unayoishi ni size yako? Mwambie, unaishi au unasindikiza watu kwenye kuishi? Makanza gasika. Biblia inaposema hivi, mawazo ninayowazia ninyi, maana yake mwalimu anapochunga mtihani anatutafuta kujua mwalimu waliosoma ualimu. Acha wale ambao wameenda ualimu kwa sababu hakuna jinsi. Mwalimu, a very smart teacher, anachokitafuta ni kutaka kuelewa mawazo aliyoyawasilisha kwako na jumla ya mawazo yatokayo kwako kwenye kupata jibu. Mungu anaposema ninajua mawazo ninayowazia ninyi, maana yake Mungu alikusanya fikra zake mbalimbali, akasema wacha azaliwe huyu. Akizaliwa huyu nitampa oversize, nitampa ukubwa kwenye elimu, atakosa elimu lakini nitampa ukubwa kwenye biashara. Atapata biashara lakini nitampa ukubwa wa kuwa na mali ambazo zinashikika. Bwana asifiwe. Mungu ndiyo pekee duniani ambaye hesabu zake hazina kutoa. Mungu ndiyo pekee duniani ambaye hesabu zake hakuna kutoa. Bwana asifiwe. Kwa Mungu hakuna minus. Kwa Mungu ni kujumlisha na kuzidishwa. Huu ni mtazamo wa Mungu. Ulishawahi kuwaza wakati tunakuwa unasikia yani maisha bwana ni kuzaliwa Ulaya, yani bora uwe paka wa mzungu wapi? Ulaya, na sio kuzaliwa wapi? Lakini nilipokuwa nikaelewa you can make your own Europe here, kwamba una uwezo wa kutengeneza Ulaya yako hapa. I'm telling you, hapa Mwanza unaweza ukaitengeneza Ulaya yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini wakati tunakuwa wengine tulisikia nakwambia bagosha. Bora uzaliwe wapi? Ulaya. Nilipokuwa nikaanza kwenda Ulaya, sio tofauti yetu ni mabarabara labda na majengo. Lakini ukiniambia the standard of life the same. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama hauna hapa, hata ukienda Ulaya hautakuwa nacho. Nakwambia hata kama umetokea Mwagulanja, unaweza ukaifanya Mwagulanja ikawa Ulaya. Yaani kwenye lile eneo la pale nyumbani kwenu pale ukabadilisha. Kwa nini? Mawazo anayokuwazia Mungu ni mawazo ya amani. Maana yake ni mawazo ambayo kuna baraka ndani yake. Siku zote palipo na amani pana baraka za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana Kristo alipofufuka, mawazo ambayo Mungu aliyaleta katika dunia, Kristo alipofufuka, Kristo alisema amani na iwe kwenu. Kwa lugha nyingine nawaambia ya kwamba nimerejesha mawazo yote anayowazia Mungu kwenye maisha. Bwana asifiwe. Let me tell you something. Mawazo ya adui yanaweza kukupeleka, mawazo ya adui yanaweza kukutengenezea mazingira ya maisha ya unyonge kila siku. Na Mungu alielewa kabisa dunia ina tabia ya kutikisa watu wenye nguvu wafanyike kuwa wanyonge. Kwa Mungu alipoelewa hivyo, na Biblia inasema hivi, yeye huinua wanyonge kutoka chini na kuwaketisha na wakuu. That is God. Huyo ni Mungu. Huyo ni Mungu. Lakini dunia itakwambia baba yako hakusomaka.
kwenu shule. Haya, una mtoto nyumbani sasa. Ndio unasema yani nyumbani kwetu sio sisi na elimu. Unaona wenzako wanapeleka watoto kwenda kusoma Kiingereza, dunia ishabadilika. Wewe unapambana tu hata umwekee mtoto wako nini? Kamkazo. Unasema sisi kwetu shule iligoma. Shule iligoma kwenu, lakini sio kwenye kizazi chako. Mawazo anayokuazia Mungu ni tofauti na yale ambayo unafikiria. Mawazo ya Mungu ni wewe kustawi. Mawazo ya Mungu ni wewe kubarikiwa. Mungu alipomuumba mwanadamu, kitu cha kwanza ambacho, neema ya kwanza ambayo Mungu aliachilia kwa mwanadamu, alisemaje? Zaeni mkaongezeke. Maana yake Mungu alipokuumba aliweka nguvu ya ongezeko kwenye maisha yako. Kwa nini maisha yako hayaongezeki? Neema ya kwanza ambayo Mungu aliachilia, maandiko yanasema hivi, zaeni mka. Maana yake kila mwanadamu, kabla hujafikiria kwenye uzao wa kimwili kuitwa baba au mama, kuna uzao wa ndani unaoitwa uzao wa baraka. Maana yake Mungu alipokutengeneza akasema, huyu nimemuumba kwa mfano wangu. Yani fikiria wewe upo kwenye mawazo ya Mungu, mpaka muonekano wako ni mfano wa nani? Sasa kwa nini hauna hela? Jirani yako, kwa nini hauna hela kama ni mfano wa Mungu? Hivi usajua vyanzo vya migogoro vingi kwenye maisha yetu si Waswahili nini? Umaskini. Sisi vyanzo vya migogoro makanisani, manyumbani, wapi na wapi. Samani ya tajiri haina maneno mengi. Samani ya nani? Si ndio akina mama? Na let me tell you something. Mungu wazo lake kwetu sisi ni ongezeko. Kwa hiyo kama wazo la Mungu kwenye maisha yetu ni kuongezeka, maana yake kuna utajiri na heshima ambao Mungu ameutengeneza kwa ajili yetu. Hakuna kitu ambacho nilikichukia na ninakichukia kama umaskini. Kwa sababu when you don't have money, ukiwa hauna hela, yani hata wizi ukitokea mtaani, hawatajali kama unaombaga usiku. Watasema anawasaga redio afanye kama maombi yake yale kwa nguvu, ili yafanye nini? Matukio. Praise the Lord. Hata ukiwa hauna hela, hata kwenye vikao vya familia, yani pale ambako kuna ulazima, ndio utasema fulani naye ndo aje. Kwa sababu gani? You don't have. Na ukiwa hauna hela, hauna sauti ya matumaini. I'm telling you, ukiwa hauna hela, hata asila kwenye kifua chako zinakuwa ni nyingi sana. Kwa nini asila zinakuwa nyingi sana? Sababu siku zote shetani anachokitengeneza kwako ni kukuondolea hali ya kuwaza ya kwamba pamoja hauna hela, lakini mawazo anayokuazia Mungu ni mawazo ya kukupa hela. Wakati tunakuwa kwenye wokovu, kwenye ulokole, ukimwambia mtu Bwana Yesu asifiwe, niko na Biblia yangu moja kubwa sana, anajua huyu mtoto wa Sembato akili zimefyatuka. Akili zimefyatuka. Kwa nini? Walikuwa naamini once you have God, once you have Jesus, you end up being poor. Unaishia kuwa maskini. Nikaja kanisani, nikafikiri nitakutana na wenzangu ambao watasema no, poverty is not our portion. Umaskini si sehemu yetu. Nao nikakuta wakinipa andiko linalosemaje? Mathayo 6:24, hauwezi kutumikia mabwana mawili. Kwa hiyo nao wananiambia ya kwamba having money is sin. Kuwa na hela ni nini? Ni dhambi. Lakini I'm telling you, kutokuwa na hela ndio dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sisi unaokoka, naambia watu, nasikia wito, hii masters yangu haiwezi kunisaidia, nasikia wito wa kutumika. Unasema kuna center bolt imekatika, hauko sawa. Kwa unakalishwa kikao cha familia, unaoneshwa umekosea. Praise the Lord.
Lakini ukija kwenye maandiko, Mungu anasemaje? Ananiambia kwenye Yeremia 29:11 ya kwamba mawazo ananianzia mimi ni mawazo ya kunibariki, ni mawazo ya kuniongeza. Sababu kwa kanuni ya Mungu, Mungu ametengenezea maisha yetu kwenye misimu mikuu miwili. Nikwambie ni misimu gani ambayo Mungu ametupa? Si shuleni kama saa hizi unawaza ada utaipata wapi, si ndio jamani si ndio jamani unawaza school fees, sio? Alafu kuna wengine sasa ukiangalia una watoto wawili lakini unawasomesha karibia 8. Unawaza sasa hawa nitawafanyaje, sio? Manake kuna temu ya kwanza, muhula wa kwanza na muhula wa nini? Na Mungu na yeye ametutengenezea mihula mingapi? Mungu ametupa muhula wa kwanza ni wa Pasaka. Pasaka Kiebrania ni sikukuu ya dhabihu ya kuteketeza. Pasaka haikuanzia kwa Yesu. Pasaka ipo kwenye ratiba za kanisa za wana wa Israeli. Ndio maana wakati Mungu anawatoa wa Israeli Misri, alifanya Pasaka akawatoa. Kwa lugha nyingine, Pasaka ni msimu ambao Mungu aliutengeneza aweze kumridhia mwanadamu, aweze kufanya upatanisho na mwanadamu. Na msimu wa pili ni wa mavuno. That is Bible. Hiyo ni Biblia. Mwambie mzee jirani yako, wewe unachezaga kwenye msimu upi sasa? Mavuno unaingiaga kweli? Praise the Lord. Kwa hiyo kama mawazo ya Mungu kwetu ni kutupa Easter, kutupa Pasaka na kutupa mavuno, kwa nini hatuoni baraka za Mungu? Dunia leo watu wanataka wamsikie Yesu wako ambaye watamuona na nje pia. Yaani wakimsikia Yesu wako hata kwenye vikao vya familia, kwenye pledge ndogo ndogo za milioni 10, milioni 5, yaani wanakusikia unafanyaje? Unacheua bila kelele, si ndio? Si ndio? Wanasema huyu kweli huyu mwana wa Seba. Mwana nani? Wa Mungu. Sawa, lakini waambie tu I have God. Ninaye Mungu wa Israeli. Alafu wakicheki hakuna matokeo. Dunia inatupima uchaji wetu wa ibada kwa matokeo. Na Mungu wetu ni Mungu anayependa kutengeneza matokeo. Kama Mungu anasema mawazo ninayokuwazia ni mawazo yaliyo mema, kwa nini makazini atuinuki? Kwa nini biashara zetu zinakufa? Kwa nini mwaka mzima kwenye familia mna kesi moja tu, fulani mchawi, fulani ndo anatologa? Na wewe kabisa Bwana wa Mungu naenda kwenye kikao, fulani na unaongezea hata mimi nilipokuwa kwenye maombi ya saa 9 nilimuona ananitokea hauna hela. Kama mawazo ya Mungu ni mawazo ya amani, kwa nini hatuoni mkono wa Mungu wa baraka? Watu wa uchumi wanasema hivi, kuwa na kibubu si ishara ya utajiri. Mimi na kampuni kuna wafanyakazi nje ya mambo ya kanisa. Sasa kuna kipindi katajika tufanye recruitment, tuajili wafanyakazi wa level fulani. Hamna kitu ambacho kilisumbua kama akaunti za benki. Anaambia mtu HR hawafukuza. Wakati mwingine ile leo uchungaji na kuingia, lakini kwa nini watu wote hawana akaunti? Watu 100 hawana akaunti HR. Kwa nini hapa ina mbichi? Anatakiwa wakati 1 2 3. Kwa nini hawana akaunti? Wanakuja na the reason. Kitambulisho cha taifa. Unamuuliza mtu, fikiria, mtu ambaye weka aliyekuloga yuko hayo amekufa. Mtu paka kitambulisho nini? Namba ya yeye ni Tanzania hauna. Sikiliza, baraka zako kwenye maisha yako zinalenga maeneo yafuatayo: katika asili uliotoka na katika asili ya taifa uliopo. Kutokuwa na kitambulisho
Maana yake kama taifa tu halikutambui, wewe ni baraka zipi zitakutambua? Anza hangaika nao, hangaika nao, hangaika nao. Wengine waliacha kazi wenyewe. Hakuna kitu kibovu kama kuishi nje ya baraka za Mungu, na hakuna kitu ambacho Shetani anakipenda kwenye maisha ya watu kama watu waishi nje ya baraka za Mungu. Faida ya Mungu kukubariki, hata level ya manunguniko kwenye moyo wako yanaondoka. As long as unaona mimi nasimama hapa, lazima upate hela in the mighty name of Jesus. Lazima Mungu akubariki kwa baraka za fedha kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema mawazo anayokuwazia yeye ni mawazo ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Ni mawazo ya nini? Ukitaka kujua kwamba hela ni baraka, mtu anaweza akawa hajasoma hata darasa hili, lakini mahesabu ya hela hakosei. Mahesabu ya hela fanya akosei. Mungu kama anakuwazia mawazo yaliyo mema, Yesu yuko na wanafunzi wanataka kuvuka kwenda ng'ambo nyingine. Yesu anawaambiaje? Ya Kaisari tumwache nani? Kwa lugha nyingine Yesu anawaambia kwamba hatuna hela, we need money. Sasa Yesu kwa upako aliokuwa nao, kwa nini asingegawanyisha njia alafu awapige upofu wale wanaosimamia kodi wavuke? Yaani sawa, una safari ya ghafla ya kwenda Dar, uende airport, unaanza na wale watu wanakuambia ticket na kitambulisho, uanze kuwapiga upofu kaka, ufike pale. Maisha hayaendi kwa namna hiyo. Yesu anawaambiaje? Nendeni mkavue. Sio? Yesu anaelewa kabisa hawa watu kuna njia zao za kitega uchumi. Kabla sijawaita watumike, walikuwa wanavua samaki. Yesu anataka kuvuka na wanafunzi, si ndio? Anawaambia wanafunzi wake waende wakavue. Wanapoenda kuvua, wanatoka na samaki. Katika samaki hela inatoka, shekeli. Kwa hiyo wanapata fedha ya kulipa kodi. Kwa lugha nyingine, kila mtu duniani Mungu amemtengenezea njia yake sahihi ya kupata baraka za fedha. Mbuza jirani yako, njia uliopo ya kipato chako ni sahihi? Huyu ni Yesu, anataka avuke na wanafunzi, anataka avuke na wanafunzi. Anajua kabisa hapa tutavuka kwa Bwana Yesu asifiwe. Hapa tutavuka kwa power of money. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tutavuka na nguvu ya nini? Ya fedha. Nakwambia hata uwe na upako wa kuomba masaa 7, ukitoka kuomba masaa 7, bado kuna bili ya maji inakusubiri, bado kuna ruku inakusubiri. Praise the Lord. Wangapi wananiambia pastor, Mungu aguse njia zetu leo za baraka tupate fedha? Nyosha mkono wako juu. Even me I like money. Mwanzo siwe. Kuja hapa Mwanza nimetumika hela. Kukaa masaa 2 kule juu kushuka hela. Praise the Lord. Jana nilikuwa namuuliza disciple hapa, kwa siku kila Sunday mnatumia shilingi ngapi? Ukaniambia shilingi ngapi mnatumia? Milioni 1. Hii kila ibada mnaofanya hapa, gharama zote ni 1 million. Milioni hii. Sio kwamba upako haupo, upako upo, ila hela inahitajika. Bwana Yesu asifiwe.
Na hakuna eneo lenye vita kwenye maisha ya mwanadamu kama eneo la uchumi. Na hakuna eneo ambalo wacha Mungu wanatakiwa wafurahie na wamshukuru Mungu kila siku kama kwenye eneo la uchumi. Hatumtumikii Mungu anayetoa tu wachawi wanaokutesa. Tunamtumikia Mungu ambaye ana baraka za kifedha. Ndio maana anapokuja kwenye eneo la uchumi, shetani ana hila nyingi sana. Unapokuja kwenye eneo la fedha, sasa unajua leo duniani inasai labda mtu ana miaka 40. Huyu mtu anayeteseka leo na uchumi akiwa na miaka 40, nini nakuhakikishia huyu hajashambuliwa akiwa na miaka 40. Kuna kitu cha mno cha baraka kilionekanika kwenye maisha yako, na ambao wamekushambulia walikushambulia toka mwanzoni. Kuna watu hapa mlishambuliwa wakati gani? Mlishambuliwa wakati mnazaliwa. Wengine hapa vita yako ni toka siku na toka ulipolia yule mkunga wa kwanza aliyekutoa, au mtu wa kwanza aliyekuogesha, au mtu wa kwanza aliyekupiga ili sauti yako itoke ulie, walichukua cha kwako. Kuna ya kwamba leo unateseka na mtaji wako ukui kwenye biashara, kumbe kuna mtu ndo ambaye anautumia mtaji wako uko alipo, anakunywa Coca-Cola baridi, anafurahia maisha. Leo katika jina la Yesu Kristo, I don't care wamekufunga miaka mingapi, sijali wamekuzuia kwa miaka mingapi, yeye anachojua leo lazima uwe huru katika jina la Yesu Kristo. Wengine wakati unasoma shule, ndio maana kuna wengine kila ukilala unaota shule ya msingi uliosoma. Wengine kila ukikaa ukilala unakumbuka eneo lako la kwanza uliofungua biashara, alafu unakuta maisha yako hayasogei. Are you here? Unanielewa mpaka hapo? Sasa ni vigumu wewe ukawa umefungwa, watoto wako wakawa hawajafungwa. Unaona mpaka mimi sisi kwetu watu hawaolewi, lakini kumbe sasa najua kabisa hawa kwenye matumbo yao ya uzazi kuna majemedari. Kwa wakiolewa uzao wao utakuwa wa kijemedari. Kwa nakuta shetani anafunga eneo la ndoa. Lakini Biblia inasemaje? Ninajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya kuwapa amani na tumaini. Kuna baraka zako nyingi kwenye maisha yako. Mimi nakuhakikishia watu wengi mnaishi maisha ya chini ya kiwango. Unaweza ukuta hata hiyo sura ulionayo sio sura yako, ni kwa sababu tu hauna hela. Kitabu cha Hagai 2:7. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena, ni kitambo kidogo tu, nami nitazitikisa hizo mbingu na hii nchi na bahari na nchi kavu. Nami nitatikisa mataifa yote, na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. Nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Mungu anasema mara moja tu nitatikisa. Anatikisa mbingu. Mbingu ni mlango wa kupitisha. Mbingu ni mlango wa kupitisha. Kwa hiyo katika lango linaloitwa mbingu kuna ufalme wa Mungu hapo unapambana kupitisha kutoka mbinguni. Alafu kuna ufalme wa shetani ambao wenyewe mwisho wake ni wapi? Hapo kwenye mbingu. Ambao wenyewe vita yake ipo wapi? Hapo kwenye mbingu, kwenye anga. Mungu anasema nitatikisa mbingu, maana yake nitafungua mlango wa mbingu, lakini nitatikisa nchi, maana yake nitatikisa baraka zilizoko kwenye ardhi. Alafu anasema nitatikisa na nini? Na bahari.
Manake kwa lugha nyingine Mungu anasema hivi vitu vyote viko kwenye mikono yangu, nitavitikisa. Endelea. Mstari unaofuata. Nami nitatikisa mataifa yote, na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. Na vitu vinavyotamaniwa, listen to me very careful. Na vitu, anapozungumza mataifa, ili sehemu iitwe, ili sehemu ya nchi iitwe, ili taifa la watu fulani, lazima wawepo watu wanaozungumza lugha ya aina moja, watu wanaokaa kwenye nchi ambayo ina mipaka kisheria, au tunasema hawa ni wataifa. Sawa au ni nini? Kwamba hawa ni wataifa. Hawa ni nini? Hawa ni wataifa fulani. Endelea. Nami nitaijaza nyumba hii. Nami nitaijaza nyumba hii utukufu. Utukufu. Asema Bwana wa majeshi. Listen to me. Kama Biblia inasema hivi, ataijaza nyumba hii utukufu, the same Bible inasema ya kwamba huu mwili ni hekalu la Roho. Maana yake Biblia inapozungumza kwa habari ya hiyo nyumba kuijaza na hiyo nyumba kuwa na utukufu, inakuzungumzia wewe, kwamba Mungu akikujaza kwa baraka zake ambazo anazipitisha kwenye mbingu na kwenye ardhi na kwenye bahari, maana yake utukufu wa Mungu utakufunika. Ndio maana nimekuambia aliyebarikiwa na Mungu hata uso wake unakuwa una nuru. Kwa nini uso wake unakuwa na nuru? Kwa sababu utukufu wa Mungu unakuwa umemfunika huyo mtu. Lakini vita ya shetani alionayo kwenye maisha yako ni uso wako kuzeeka kabla ya wakati. Kuna watu after today prayer, nuru ya Mungu itakaa kwenye paji lako la uso. Na unajua nuru ya Mungu ikikaa kwenye paji la uso, utaenda kwenye biashara, watu wataikimbilia biashara yako. Utaenda kwenye interview, utapewa kazi. Chochote utakachokifanya kitaenda. Kwa nini kitaenda? Kwa sababu utukufu wa Mungu unakuwa umeufunika uso. Wangapoelewa paka hapo? Nisikilize. Utukufu wa Mungu kwenye baraka zake ukifunika paji lako la uso. Bwana Yesu. Yaani maisha ya kiroho yako hivi, kama vile ambavyo matatizo yanavutia matatizo, ndivyo ilivyo baraka uvutia nini? Uso wako Mungu akiujaza utukufu wake, maana yake popote, kuna ile milango tunaita automatic door, tunayonaga huko mabenki au wapi na wapi, ukifika tu unakusense mlango unafunguka. Ndivyo ilivyo Mungu akikujaza utukufu wake. Maana yake kwenye mlango wote wa kupitisha baraka zako, ukikanyaga tu unapokea baraka zako. I connect you in the mighty name of Jesus. I connect you in the mighty name of Jesus. I connect you in the mighty name of Jesus. Yani utashangaa baada ya leo. If you believe, say a big amen. Utashangaa hata aina ya watu unaongea nao, mnaongea lugha tofauti. Kuna watu mkikaa mnafikiria mchezo wa 10,000 kwa wiki. Ghafla Mungu anakukutanisha na watu ambao wanafikiria mchezo wa milioni. Usifikirie utapata wapi milioni. Waambie write my name. Waambie andika jina langu, kwa sababu utukufu ambao Mungu amenijaza nao sio utukufu wa 10,000, ni utukufu wa kiwango kingine. Nenda another level. Nenda kiwango kingine. Nenda kiwango kingine. Kazini nenda kiwango kingine. Biashara yako ihame sasa, itoke kiwango cha chini, biashara yako iende kiwango cha juu. Maisha yako yabadilike leo. Waliofikiria kwamba muonekano wako hautabadilika, watashangaa baada ya ibada ya leo. Watakuuliza watumia mafuta gani? Waambie Vaseline ni ile ile, mafuta nayotumia ni yale yale, lakini utukufu wa Mungu umekaa kwenye paji langu la uso. Lakini utukufu wa Mungu, watakuuliza watu sokoni, mbona leo unauza sana? Waambie sio leo tu, nitaisoma namba, nitauza leo
na siku zote, maana utukufu wa Bwana umenifunika. Haijalishi waliokufunika katika giza wako wapi, haijalishi waliokufunika katika giza wako wapi, haijalishi waliokufunika wako wapi. Hata kama waliokufunika waliapa wakasema huyu atafanikiwa, hata kama waliokufunika waliapa wakasema huyu hafai kitu, nimetumwa nikwambie leo, mawazo anayokuazia Mungu ni mawazo ya kukupeleka juu, ni mawazo ya kukupeleka mbali, ni mawazo ya kukuinua, ni mawazo ya kubadilisha maisha yako. Kiwango cha chini si mahali pako tena, si mahali pako tena, si mahali pako tena. Haijalishi wamekuficha wapi, uko utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Haijalishi umesaulika wapi, uko utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Haijalishi wamekutupa wapi, uko utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Leo lazima uvuke, leo lazima uvuke. Mawazo anayokuazia Mungu ni mawazo ya amani, ni mawazo ya amani. Haijalishi hujaolewa mpaka leo, leo lazima uvuke. Ninaita ndoa zote zilizozuiliwa, ndoa, ways of marriage, ninaita hizo ndoa, ninaita hizo ndoa. Kuna watu ambao baraka zao ziko kwenye ndoa, baraka za fedha ziko kwenye ndoa. Waliozuiliwa kwenye ndoa leo na waachwe, waliozuiliwa kwenye ndoa leo na wafunguliwe. Nyumba ambazo watu walitamka hii nyumba imefunikwa, hakuna atakayeinuka na kupiga hatua, na kufungua leo, na kufungua leo, in the mighty name of ukiwa umefunikwa hakuna anayekuangalia. Ukiwa umefunikwa hakuna anayekuangalia mara mbili. Utaenda kwenye biashara, watu watanunua biashara yako. Utaenda kazini, utaishia kufukuzwa kazi na kufunguliwa kesi. Utaenda shambani, hakuna utakachovuna. Popote utakapokanyaga watu watakukataa. Lakini leo nimetumwa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ya kwamba popote walipokufunika lazima uachiliwe leo. Popote walikokufunika, nasikia hii ndani yangu, nasikia hii ndani yangu. Kuna mtu alifunikwa toka akiwa kwenye tumbo la mama yake. Kuna mtu alifunikwa toka akiwa kwenye tumbo la mama yake. Nasikia hii ndani yangu. Kuna mtu ambaye alifunikwa. Ninaona mabinti sita hapa, mabinti sita hapa ambao wamefunikwa toka wakiwa kwenye matumbo. Ashes be everywhere. Orabashakaramasa. Kuna watu wamefunikwa toka wakiwa kwenye matumbo. Kuna watu wamefunikwa toka wakiwa kwenye matumbo. Ninaona nyoka. Huyo nyoka yuko wapi? Huyo nyoka yuko wapi? In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ninaona nyoka. Ninaona nyoka. Nyoka kwenye viuno. Nyoka kwenye viuno. Nyoka kwenye viuno. Nyoka kwenye viuno. Nimekuja Mwanza kutangaza ukombozi. Nimekuja Mwanza kutangaza ukombozi. Nimekuja Mwanza kutangaza ukombozi. Nimekuja Mwanza kubadilisha historia za watu. Nimekuja Mwanza rikamashakaba koramashandaramanda. Kuna nyoka, kuna nyoka, yuko nyoka amekaa kwenye migongo. Kuna nyoka ambaye amekaa kwenye migongo. Kuna aina ya nyoka anayeitwa reatani. Huyu nyoka walikuwa wanapishana naye barabarani, na huyu nyoka alipokuwa wakikutana naye alikuwa anainua kichwa na tema mate. Maana yake walikuwa wanatangaza watakaozaliwa kwenye hayo matumbo hawatakuwa na sauti kwenye maisha yao, hawatakuwa na nguvu kwenye maisha yao. Wale ambao wamefamiwa
na roho ya nyoka toka kwenye asili ya matumbo ya mama zao. Ninawaita, wako watatu, wako watatu, wako watatu, wako watatu, na hawa ni wazaliwa wa kwanza wa haki, wazaliwa wa kwanza wa haki, wazaliwa wa kwanza wa haki, wazaliwa wa kwanza wa haki. Na hawa watu wana kitu cha kinabii ndani yao. Ninaita hao manabii, 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 manabii. Wana kitu cha kinabii ndani, wana kitu cha kinabii ndani, wana kitu cha kinabii ndani. Edos, edos, kula nyuma, edos, 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 edos. Ninaita wanawake manabii. Wako wapi wanawake manabii? Wako wapi? Asikiwe mtoto huyo. Wako wapi wanawake manabii? Wako wapi wanawake manabii? Wako wapi wanawake manabii? Wako wapi wanawake manabii? Ikababosha. Mungu ananiambia kuna vita kubwa sana kanda ya Ziwa, na ni kwa sababu kuna vita za kimadhabahu za asili. Kuna vita za kimadhabahu za asili ambazo siku zote haziruhusu waliobeba cha kimungu waendelee mbali kwenye maisha yao. Bado kuna wanawake ambao matumbo yao ya uzazi yamebeba manabii wa Mungu watakaosema, asema Bwana wa majeshi. Ninaita waliobeba manabii kwenye eneo la uchumi. Ninaita wanawake ambao wanateseka na roho ya nyoka kwa sababu ya nguvu ya uzao wao, kwa sababu ya watumishi wa Mungu waliobebwa kwenye matumbo yao. Na waita leo, na waita leo, na waita leo, na waita leo, na waita leo. Ninahesabu paka 3 mundani. Kila mwanamke aliyebeba huduma, kila mwanamke aliyebeba huduma ya kinabii, huduma ya uwarimu, huduma ya kinabii, lazima aitike, lazima aitike. Wasaidiwe hao, lazima waitike kwa mara ya kwanza. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Kwa mara ya pili, kwa mara ya pili, in the mighty name of Jesus. Wawekwe huru, wawekwe huru, wawekwe huru, wawekwe huru, wawekwe huru. Yule kule nyuma, yule ana kitu kikubwa kwenye tumbo lake la uzazi, na ana vita kubwa ya asili ya kuzaliwa, ana vita kubwa ya asili ya kuzaliwa. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. My Lord, my Lord, my Lord, my Lord, in the mighty name of Jesus. Hii sakafu ipandishe moto, hii sakafu ipandishe moto. Wako watu wamefunikwa hapa, yako matumbo ya uzazi yamefunikwa hapa. Ninaita wazaliwa wa kwanza wa haki, ninaita wazaliwa wa kwanza wa haki, ninaita wazaliwa wa kwanza wa haki, wazaliwa wa kwanza wa haki, wazaliwa wa kwanza wa haki, wazaliwa wa kwanza wa haki. Lama baba shakarapata. Upande wangu huu hapa naponyosha mkono wangu, nitakaposema in the mighty name of Jesus, kuna watu wanachomolewa kwa jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus, kwanza hapa, in the mighty name of Jesus. Abu pale pale, asas, asas, kuna nyuma, makanza gasikaga, makanza gasikaga, gasikaga du. Uni wakati wako, uni wakati wako. Ninaita wale ambao baraka zilizowekwa kwenye maisha yao ni baraka za kuvuka mipaka, baraka za kwenda nje ya nchi, baraka za kwenda nje ya nchi, baraka za kwenda nje ya nchi. Nasikia kipawa cha udaktari, kipawa cha afya, walioitwa kwenye afya, walioitwa kwenye afya. Na waitao, na waitao, na waitao, na waitao. Go far, go far, go far, go far, go far, go far, in the mighty name of Jesus. Nasikia mizimu ya kwenu nasema hivi, hawawezi kwenda mbali. Nasikia mizimu ya kwenu nasema hivi, nasikia kiapo cha mizimu, nasikia kiapo cha mizimu. Hapa kata yali, hapa ni wengi wanapigika paka wanaume. In the mighty name of Jesus. Nasikia kiapo cha mizimu
wanasema watoto wa kwanza, wazaliwa wa kwanza wa haki, hawa wataenda mbali, hawataenda nje ya nchi, hawataenda nje ya nchi, hawataenda nje ya nchi. Nachomoa hiyo miguu, 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 nachomoa hiyo miguu. Hiyo miguu iachiliwe, hiyo miguu iachiliwe. Kuanzia leo pingili zikae sawa. Umri wake ni mdogo sana kupitia maumivu ya mgongo. Umri wake ni mdogo sana kupitia maumivu ya mgongo. I want this testimony now. I want this testimony now. Mmemfunga mgongo, anateseka wakati umri wake bado ni mdogo, lakini mmeifunga na isula pia. Mmeifunga na isula pia. Na mfungua kwa mamlaka nilopewa jina la Yesu Kristo. Afunguliwe sasa, afunguliwe, 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 afunguliwe. The mighty name of Jesus. Kila anayeteswa na mgongo hapa, kila anayeteswa na mgongo hapa, anapofunguliwa huyu binti yangu hapa, kila anayeteswa na mgongo, mgongo unaachia, mgongo unaachia. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, my Father. Thank you, my Lord. In the mighty name of Jesus. Freedom. Kwa mara ya kwanza unaondoka, ya pili unaondoka, ya tatu na mwisho. In the mighty name of Jesus. Nyanyuka. Naitwa nani? Mgongo wako ulikuwa unafanya nini? Wiki nzima nilikuwa naumwa sana, maumivu mpaka kifua. Mgongo ulikuwa unafanyaje binti yangu? Mgongo una vichomi. Sasa hivi unasikia? Hebu fanya kile ambacho ulikuwa huwezi kufanya. Fanya kile ambacho ulikuwa huwezi kufanya. Nenda sasa, twende. Twende huko. Clap for Jesus. Piga makofi kwa Yesu, piga makofi. Piga makofi. Unajisikiaje sasa? Najisikia vizuri. Kichwa changu kwa kitembea nasikia kitu kina. Hebu tembea, tembea kwa madai. It is done for you. Tembea. Makanza gasikaga. Makanza gasikaga. Makanza gasikaga. Gasikaga. Do. In the mighty name of Jesus. Mungu aliyemfungua kufungua na wewe. Makanza gasikaga. Gasikaga. Hebu luka. Umekuja na nani hapa leo? Mama yako yuko wapi? Mama yuko wapi? Mama, wiki nzima alikuwa na nini mtoto wako? Alikuwa anaumwa hospitali. Ameenda mpaka hospitali. Ila hospitali kuja kuda sadaka tu hapa, Kujua. Hamkujua? Kaza gashikaga baba. Gashikaga tu. Makanza gashikaga. Gashikaga tu. Wasikuma wanakega msida gashikaga tu. Mama, nyosha mkono yako. Nikugusa tumbo lako la uzazi. Gusa tumbo lako la uzazi. Umekuwa unamlilia Mungu sana kwa habari ya ufahamu wa watoto wako. Leo Mungu anafungua uzao wako wote hapa. Yes, Lord. Yes, my Lord. Yes. Wale ambao walifunga watoto wako, walijua kabisa watoto wako wana utumishi ndani, wakaamua washambulie. Katika jina la Yesu Kristo, tamka majina ya watoto wako wote. Wako huru sasa. In Jesus manner. Kwa jina la Yesu Kristo. Imeandikwa mawazo unayoniwazia Mungu ni mawazo ya amani. Ni mawazo ya amani. Lakini mawazo katika hii dunia juu ya wale ambao wako kinyume na kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Wao mawazo yao ni mawazo ya kunishambulia, ni mawazo ya kuniteketeza. Sema siku hii leo, damu ya Yesu Kristo, damu ya thamani, damu ya Yesu Kristo, damu ya thamani iende kwenye kila mawazo
yaliyotengenezwa na watu, kila mawazo yaliyoachiliwa na watu, mawazo ya kunishambulia, mawazo ya kuniteketeza, mawazo ya kuniangamiza, leo kwa damu ya Yesu, kila nguvu ya mawazo ya walio kinyume na mpango wako Mungu kwenye maisha yangu, damu ya rehema iende, damu ya rehema iende kwenye kila madhabahu, kwenye kila madhabahu, kwenye kila madhabahu. Waliochukua jina langu, 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 wakaenda wakafanya ibada zisizofaa, waliochukua jina langu wakapeleka kwa waganga, kwa waganga, kwa waganga, jina langu leo litoke kwenye kila madhabahu yenye uganga. Jina langu leo litoke kwenye kila madhabahu yenye uganga, yenye uganga, yenye uganga, yenye uganga. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu iende kwenye viti, viti vya kiganga, viti vya kiganga, viti vya kiganga. Enyi waganga, enyi waganga, enyi waganga mliopewa jina langu, jina langu liachiwe, jina langu liachiwe, jina langu liachiwe, jina langu liachiwe kwa jina la Yesu. Hilo jina lako kwenye mashimo, hilo jina lako loko kwenye mashimo. Yesu linatoka, linatoka, linatoka. Yesu toa, toa. Waganga waliweka jina lako kwenye mashimo, waganga waliweka jina lako kwenye mashimo. Yesu linatoka, linatoka, linatoka. Litoe, 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 litoe hilo jina lako, hilo jina lako. Yesu linatoka, linatoka, linatoka. Yale majina waliweka kwenye mashimo, waliweka kwenye mashimo, waliweka kwenye mashimo. Ndio maana usoki mbele. Yesu linatoka sasa, linatoka sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hilo jina, hilo jina, hilo jina. Yesu toa hilo jina, toa hilo jina, toa hilo jina, toa hilo jina. Yesu yale majina yako, yale majina yako waliopeleka kwa waganga, waliopeleka kwa waganga. Yesu yale majina yako yanatoka kwenye mashimo, yanatoka, 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 yanatoka. Yale majina yako, yale majina yako waliopeleka kwenye madhabahu za mizimu yanatoka, 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 yanatoka. Yale majina, yale majina kwenye hizo madhabahu, kwenye hizo madhabahu za mizimu yanatoka, yanatoka, yanatoka. Yes, naona majina yote yanatoka, naona majina yote yanatoka. Yes, pray, 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 pray. Yes, hayo majina, hayo majina, hayo majina. Ile jina lako lililopelekwa na bibi, lililopelekwa na bibi kwenye hiyo madhabahu linatoka, linatoka. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Na Mungu ananiambia hiki cha biashara kwenu ni kitu cha urithi. Yaani ni baraka ya urithi ambayo Mungu aliweka agano kwenye familia yenu. Na wewe ndio umebeba ilo agano la urithi kwenye biashara. Lakini vita ambayo inatokea ni ili wewe usiweze kuvuka. Kwa umewekwa kwenye shimo, kwenye duara, shimo la duara, ya kwamba hauwezi ukatoka kwenye hilo shimo. Kila ukijaribu kutoka, kila ikifika kutoka, kuna ndoto ambazo waga unaota, na ukishaota hizo ndoto unarudishwa nyuma. Ukishaota hizo ndoto unarudishwa nyuma. Ukishaota hizo ndoto unarudishwa huko nyuma. Kabla sijaendelea, hao lazima wafunguliwe in the mighty name of Jesus. Na waita hao wenye agano la biashara, agano la biashara. Nasikia ndani yangu biashara ya ufugaji, biashara ya ufugaji, biashara ya ufugaji, biashara za nguo, biashara za kilimo, biashara za chakula, biashara ziachiliwe, biashara za ufugaji, biashara za ufugaji. Na waita hao wakubwa, hao wakubwa wenye neno la ahadi, hao wenye neno la ahadi, wenye neno la ahadi waachiliwe. Hao wenye neno la ahadi, neno la ahadi, neno la ahadi. They have the word of promise. 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 Kama uko line, unalo neno la ahadi ambao ndani yake kuna sauti ya kiagano.
lakini wamekuzuia kwenye biashara, wamekuzuia kwenye biashara, wamekuzuia kwenye biashara ili usiweze kuvuka, wamekuzuia kwenye biashara ili usiweze kuvuka. I set you free, I set you free, I set you free, I set you free, I set you free. Huru, huru, huru. Nisikilize, kuna mtu bibi yako alitamka neno akasema, uzao wa kwangu wanawake wasiende mbali, hawataheshimu waume zao. Kwa hiyo kitu kinafunga wanawake kwenye hiyo familia. Hakuna ambacho wanakifanya kafanikiwa, kwa sababu bibi alikuwa na hofu. Alipoona ndoa za ndugu zake alikuwa na hofu. Na mimi katika siku za Mungu aliye hai, kila mwanamke anabeba baraka. Ninaona nyota 12 juu ya hao wanawake, nyota 12. Nyoka achia wanawake, nyoka, nyoka achia wanawake wenye nyota 12, wenye nyota 12, wenye nyota 12, nyota 12, nyota 12, nyota 12. Ninaona baba 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 baba. Hizo nyota 12 ziashiriwe, ziashiriwe, ziashiriwe. Yesu achirio, wachirio, wachirio, wachirio. Hao wenye nyota, hao wenye nyota, yule joka waachie, yule joka waachie, yule joka waachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu achirio, waachiliwe wale ambao ni nyota zao, wale ambao nyota zao ni wafanya biashara, ni wafanya biashara. Yesu achilie, waachiliwe, waachiliwe, waachiliwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaitao, ninaitao ambao ni wafanya biashara na nyota zao zimezuiliwa na joka. Sema kwa jina la Yesu. Kuna kitu Mungu anakifanya kwenye mapaji ya uso. See what is happening. Kuna kinachotokea. Kuna kitu Mungu anakifanya kwenye mapaji ya... Yes, kuna kitu Mungu anakifanya kwenye mapaji ya uso. 1, 2, 3. Nyuso zao ziachiwe, nyuso zao ziachiliwe. Naita vibali, vibali, vibali. Where is your favor? Where is your favor? Where is your favor? Where is your favor? Naita kibali, kibali kiachiwe. Kibali, 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 kibali. Kibali kiachiliwe. Kibali, kibali, kibali. Yes, kile kibali chako kiachiliwe, kiachiliwe, kiachiliwe. Kile kibali chako walichokishikilia kiachiliwe sasa, kiachiliwe sasa, kiachiliwe sasa, kiachiliwe sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kile kibali, kile kibali chako, kile kibali chako, kile kibali chako kwenye biashara zako, kile kibali, kile kibali, kile kibali cha kupanda juu, cha kupanda juu kiachiliwe, kiachiliwe, kiachiliwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kile kibali chako cha kuongezeka, cha kuongezeka kinaachiliwa, kinaachiliwa, kinaachiliwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaona vibali vinaachiliwa, naona vibali vya watu vinaachiliwa, 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 vinaachiliwa. Kile kibali chako cha kupanda juu, cha kupanda juu, cha kupanda juu, cha kupanda juu kiachiliwe sasa. Yes, omba, 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 omba. Omba hicho kibali chako kiachiliwe. Yes, pray. Popote pale ulipo, pray, pray, pray. Yes, omba kile kibali chako, kile kibali chako. Hukutakiwa kuwa hapo, hukutakiwa kuwa hapo. Kuna level utakuwa umefikia, kuna level utakuwa umefikia, lakini kibali chako kimezuiliwa. Kile kibali chako ambacho kimezuiliwa, ulitakiwa kuwa umefika mbali kwenye hiyo biashara yako, utakuwa umefika mbali kwenye hiyo biashara yako, lakini wamezuia kibali chako, wamezuia kibali chako. Ndio maana ukipiga hatua unarudi nyuma tena. Yes, hicho kibali, hicho kibali kinaachiliwa, kinaachiliwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hicho kibali kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo biashara, hicho kibali kwenye hiyo biashara yako ya kimataifa, kwenye hiyo biashara yako ya kimataifa. Yes, kiachiliwe, yes, kiachiliwe, yes, kiachiliwe, yes, kiachiliwe. Hicho kibali, hiyo biashara yako ya kimataifa, hicho kibali ulichozuia
hicho kibali kiachiliwe sasa, kiachiliwe sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pray, pray. Kila mtu aombe, kila mtu aombe. Yes, kibali chako cha wewe kwenda mbali, cha wewe kwenda mbali kwenye uchumi, kwenye uchumi. Leo anaachia, leo anaachia, leo anaachia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kile kibali chako kilichozuiliwa iwe na mizimu, leo kiachiliwe, leo kiachiliwe, leo kiachiliwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kile kibali chako cha wewe kufika mbali, unatakiwa ufike mbali, unatakiwa ufike mbali, lakini wamezuia kibali chako, wamezuia. Yesu Kristo. Yes, yes, kibali chako, kibali chako, kibali chako unatakiwa kufika mbali. Yes, come out. Come out. Yes, come out. Come out. Uwe mkono wako utoe hapo ulipoweka, apeleke mbele. Yes. You have to lead me. So many nataka nini? You go very fast. Yes, come out. Yes, ngumu inatoka. Ngumu inatoka. Yes. Hawatakuwa ukiwa umelala. Hawatakuwa ukiwa umelala. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I set you free. Wanafungua miguu yako. Hii miguu inaachwa. Hii miguu inaachwa. Yes, yes. Yes, yes. Sema kila kustawi. Mama apeleke mbele. Sema kila kustawi. Kila kustawi. Kila kustawi. Mama, wanapachia. Yes, uvimbe unaondoka. Na kufungua bibi. Watoto wako na wajukuu wote wanafunguliwa. Yes. Yes. Yes, 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 yes. So what is happening? So what is happening? Yes. 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 Funguliwa, funguliwa mama, funguliwa, funguliwa bibi yetu. Funguliwa paka 3 na kuwa huru. Kwa mara ya kwanza, come out. Nafungua siku zako za kuishi, watazuia. Kwa mara ya pili, kwa mara ya pili. Yes, kwa mara ya pili. Kwa mara ya pili, kwa mara ya pili. Come out. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kwa mara ya pili, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amekuja na nani mama? Mama wako mzazi. Tamka majina ndugu zako wote, nyumbani wote mnafunguliwa. Tamka na kumwambia mama, tamka majina ndugu zako wote. Yes, in the mighty name of Jesus. Uzao wake wachiliwe. Uzao wachiliwe. Magonjwa ya uvimbe yanaondoka kwa watoto wake. Kansa zinaondoka, kisukari kinaondoka, uchumi kufungwa, uzao, ndoa. Yes, yes, yes. Hii ndio faida ya kuja na mama yako mzazi kanisani. Mama anafunguliwa na nyinyi mnafunguliwa. Amen. Nataka tukaite haki zetu. Amen. Toa tu mkono kwenye paji lako. Sema asante Mungu le hai. Kibali changu kimerudi. Wanapita na uzao wako hawa. Yes, wanapita na uzao, wanapita na uzao. Wanapita na uzao wako. Yes, huo uvimbe uondoke. Yes, yes, kwenye upande wako wa kulia utoke. Yes, usimshike hivyo, kuna kitu anatoa. Usimshike. Kuna kitu anakitoa, kuna jiwe linatoka, kuna jiwe linatoka. Yes, litoke. Litoke. Yes. Yes. Nyinyi akisha mtu anguki kichwa. Wacha mtu azunguke anavyozunguka mwakishe haanguki kichwa. In the mighty name of Jesus. Yes, ni hapo natoa hilo jiwe. Natoa hilo jiwe. In the mighty name of Jesus. 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 Kila ambaye kwenye tumbo lake kuna uvimbe. Kila ambaye kwenye tumbo lake kuna vimbe. Kila ambaye tumbo lake upande wa kulia waga inakuaga gumu. Kila ambaye tumbo lake mniangalia online. What's wrong with your womb? What's wrong with your stomach? Kila uvimbe kwenye tumbo lako upande wa kulia na utoke, na utoke, na utoke, na utoke, na utoke, na utoke. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Natangaza ukombozi mkuu na swali kuu. Nyanyuka. Habari yako dada? Habari yako? Kwenye upande wa tumbo nini ndio ambacho kinatokeaga? Maumivu. Ushakupimaga hospitali? Ndio. Wakwambia una nini? Uvimbe. Uvimbe kwenye
Do you know me? Shekuna. Ndio maana nakwambia makanza gashikaga tu. Bwana Yesu asifiwe. Nimefika tu kwake nikaambiwa na vita. Kwenye nini? Anasema kwamba ameshaenda hospitali, amepima, amekutwa na uvimbe kwenye mayai yake ya nini? Sasa nataka nimalizie hiyo operation. Bwana Yesu asifiwe. Sema special operation. Tutumie guns, tusitumie guns. Tusitumie guns, Aya, mrudisheni hapo. Mrudisheni hapo. Wiki ijayo hakikisha unakuja na mtu mwingine naye afunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii operation tusitumie guns. Malaika. Yesu Kristo ndiye tabibu wetu. Ulisema walio na uzima wahitaji physician, but those who they have diseases they need a physician. You are here, our good physician. You are here, our good physician. You are here, you are here, you are here. You are here, Lord. You are here, Lord. You are here, Lord. I command the power of hearing. I command the power of hearing. Yes. I command the power of hearing. I command the power of hearing. I command the power of hearing today. I command the power of hearing. I command the power of hearing. Vimbe, fibro, go down. Fibro. Come out. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes, kwenye mayai ya uzazi. Yes, kwenye mayai ya uzazi, huo uvimbe uondoke, 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 huo uvimbe uondoke. Kwa mara ya kwanza 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 huo uvimbe uondoke. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nyanyua tena. Nyanyua tena. Kwa mara ya pili, naamuru uvimbe uondoke. Kwa mara ya pili, naamuru uvimbe uondoke. Kwa mara ya tatu na ya mwisho. Hii kelele unatoa sasa hivi ndio ya mwisho. Hata teseka tena. Tunataka majibu ya hospitalini yenye picha kabisa, ambayo wataonesha ya kwamba the deal is done. Ambayo wataonesha the deal is done. Come out. Come out. Come out. In the mighty name of Jesus. I speak life. Sema amen. Unaenda hospitali gani kucheki? Ya wapi? Wiki hii yuko Mwanza. Cheki. Jumapili ijayo tupe majibu. Amen. Nilishia wapi? Sema kwa jina la Yesu Kristo. Haki yangu. Mama, njoo hapa kwangu. Njoo. Shika mkono wangu. Mkono wako mmoja kwenye mgongo. I want to set you free. Come out. Come out. Mgongo unakumaga wakati gani? Shika vizuri hapo. Naita nafasi yako iliyofungwa. Yes. Hapo kuna ataki waliseka kwenye mgongo. Ndio maana unatokea namna hiyo. Manake wamekuweka kwenye shimo. Usitoke. Yaani Mungu asipokufungua leo, hii kitu ilikuwa imepangwa kutokea ndani ya mwezi huu. Upitie maumivu makali sana ya mgongo. Na wangekusumbua kweli kweli. But he is a good God. He is a good God. Nyosha mkono wake kwake, sema funguliwa, 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 funguliwa. Funguliwa, 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 funguliwa. Yes. Mara ya kwanza anawekwa huru, ya pili na tatu ya free. Sema haki yangu irejeshwe. Sema haki yangu irejeshwe. 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 Sema haki yangu irejeshwe. Mimi mama huyu. Mama anapitia. Mama, unabeba mno sana watu kwenye maombi, ndio maana unapata mashambulizi. Nasema. Unaombea watu wengi mno, ndio maana unapata mashambulizi. Una moyo mzuri sana.
Sawa eh? Sasa hizi acha. Shughulika na vurugu za nyumbani kwako. Unayumbishwa mpaka unapoteza mwelekeo. Ukipoteza mwelekeo kwa sababu una moyo wa huruma sana, unawaombea sana watu, kwa vita za kule ndio zinamia nyumbani kwako. Sawa mama? Watoto wangu wanateseka, siwezi. Na? Watoto wangu wanateseka, siwezi kuacha kuwaona. Watoto wako? Wanateseka sana. Wako wapi? Huyu hapa. Anateseka na mizimu. Unajua, Bwana asifiwe. One day I was in Israel. Nilikuwa niko na crew wengine wako hapa. Nilikuwa nao Israel. Nikaanza kuwaonea huruma sababu wamebeba maombi ya watu. Unajua watu wakijua wanaenda Israeli eh? Wanakuandikia tu maombi. Lakini nikawaambia, kabla hujabeba jambo la mtu muombee, jiulize, je, Mungu amekuamlisha? Unajua kuna huruma na kuna uhalisia. Sio watu wote au si kila majira Mungu atakupa nguvu ya namna hiyo. Kwa ukiingia kwenye hilo jukumu kabla ya wakati au ukiwa sio kwenye wakati sahihi kufanya hilo jukumu, maana yake unabeba vita za watu wote hao zinakuja kwako. Sasa yeye anapambana kuomba kwa ajili ya wengine, huku mizimu inashughulika na watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Mnaopenda kubeba watu kwenye maombi mpo? Mama, Lord, hii biashara inaisha hapa hapa, sawa? Unajua ni sababu ipi ambayo inasumbua watoto wako? Upande wa mume wako sio? Usajua ni sababu upande upi? Upande wa baba. Leo tunamaliza hii biashara, sawa? Utabaki nayo mpaka mwisho hapo, sawa? Napeleka mbele. Wengine, I want to finish, Yes, sema kwa jina la Yesu Kristo. Sema hamtanishambulia. Hawatakushambulia nyakati na usiku na kuweka huu. Sema kwa jina la Yesu. Haki yangu ya kustawi iachiwe leo. Iachiwe leo. Haki yangu ya kustawi. Haki yangu ya kustawi. Unachia mkono. Unachia mkono. Sema haki yangu ya kustawi. Sema haki yangu ya kustawi. Haki yangu ya kwenda mbali. Sema wacha mheshimiwa. Haraka. Haraka. Yes. Yes. Come out. Come out. Yes. So, kifua kinakubanaga upande upi? Naona shida kwenye kifua. Amekuja na nani? Mwage kwa. Chap chap. Anasubiri kifua.
kanisa leo. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Haki yangu ya kwenda mbali iachiwe, sio? Sema naenda mbali kuanzia leo. Sema kwa jina la Yesu Kristo. I bless you. I bless you. Wazee wa Kimasai wapigwe, nachia ndoa yake na kazi. Yes, hakuna kitakachoailisha matukio kwenye maisha yake. Matukio yake hataailishwa. Tukio lake la ndoa halitaahilishwa. Kazi iliyokusudiwa kwa ajili yake haitaahilishwa. In the mighty name of Jesus. 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 Nafungua uso wako na ufunguo. Yes, sasa ndio rekwe mbele. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Nakushukuru wewe Bwana Mungu le hai. Nyosha mkono wako juu kwenye sadaka. Leo ikawe ni historia kwenye maisha yako. Sadaka yako hii kasimame kwa ajili ya alama yenye kumbukumbu. Sadaka hii kasimame kwa ajili ya ulinzi wako. Sadaka hii kakuthibitisha kwamba mawazo unayokuwazia Mungu ni mawazo ya amani. Sadaka hii kafungue milango iliyokuwa imefungwa kwa muda mrefu. Sadaka hii kakupandishe kwenye kilele cha mlima. Sadaka hii kakuhamishe kutoka kiwango cha chini uende kiwango cha juu. Sadaka hii kupatanishe na uso wa Mwenyezi Mungu aliye hai. Sadaka hii tengue kila teso iliyokuwa kinyume na wewe. Sadaka hii tengue kila uharibifu uliokuwa kinyume na wewe. I bless you in the mighty name of Jesus. I bless you in the mighty name of Jesus. I bless you in the mighty name of Jesus. Kuanzia leo hakuna yoyote atakayekufunga na kufanikiwa. Kuanzia leo vile vichache ulivyokuwa unavipata vinaenda kuongezeka. Kuanzia leo vile vichache ulivyokuwa unapata vinaenda kuongezeka. Natamka wingi wa baraka, wingi wa kibali. Natamka wingi ufunguke sasa. Na kutamkia wingi, nenda ukaongezeke, nenda ukaongezeke. Kuanzia leo mnaofanya biashara, nenda ukafanye mauzo yaliyo makubwa. Listen to me. Ikiwa kina Petro wakati wanavua samaki, nyavu ilijaa kwa sababu samaki walikuja wengi sana. Na mimi natamka kanisa lenu kwenye tawi letu hili la hapa Mwanza, wengi wakafike wakaifuate nyavu wafunguliwe. Wengi wakaifuate nyavu waokoke. Nasema na wewe pia samaki wako wengi wakufuate. Kwenye ajira yako samaki wakufuate. Kwenye uchumi wako samaki wakufuate. Kwenye kila kitu samaki wakufuate. Hautapungukiwa in the mighty name of Jesus. Hautapungukiwa in the mighty name of Jesus. Hautapungukiwa in the mighty name of Jesus. Mungu akakupe kiwanja katikati ya mji. Mungu akakupe kiwanja mahali pazuri. Nenda kajenge nyumba. Nenda kajenge nyumba. Nenda ukawe na makazi yako kwenye baraka. Watoto wako wakasome na kufanikiwa. Hautakosa ada ya watoto wako. Hautakosa mahitaji ya watoto wako. Hautakosa mahitaji ya watoto wako. Hautakosa mahitaji ya watoto wako. Hautakosa mahitaji. Natamka utakosa mahitaji.
Haijalishi kabla ya siku ya leo ulikuwa unaweka mtaji wa biashara ukue, lakini haukui. Mimi natamka ongezeko kwenye mtaji wa biashara. Natamka ongezeko kwenye mtaji wa biashara. Natamka ongezeko kwenye mtaji wa biashara. Wengine ofisini mmekaa kiwango kimoja kwa muda mrefu, mshahara wako uongezeki, wala ufanyi kitu cha mno, wala ufanyi kitu cha maana. Natamka baraka kwenye biashara. Natamka baraka kazini kwako. Kiwango cha mshahara kikaongezeke, cheo kikaongezeke. Waliowekwa kwenye maeneo ya kazi ambayo sio maeneo yao, Mungu akupangie eneo lako. Mungu akupangie eneo lako la kazi. Mungu akupangie eneo lako la kazi. Mungu akupangie eneo lako la kazi. In the mighty name of Jesus. Kuanzia leo mikono yako itabeba matundu ya kupitisha baraka zako. Chochote ambacho unakipata kuanzia leo kitaondoka, kitakaa. Baraka zikakae kwenye mikono yako. Natamka fedha, 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 fedha. Pokea neema ya fedha. Pokea neema ya kuwa na fedha. Njia zako za fedha ziwe wazi. 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 Listen to me. Mahali popote ambako ulitengenezewa kesi ili upoteze hela zako, na I speak your victory. I speak your victory. Natangaza ushindi wako. Natangaza ushindi wako. Natangaza ushindi wako. Ushindi kwenye kazi, ushindi kwenye biashara. Watoto wako watakuwa nyuma. Nafungua fahamu za watoto wako. Nafungua fahamu za watu wa nyumba yako. Hiyo vita imeisha leo. Hiyo zuio limeisha leo. Nimekuondolea zuio. Nimekuondolea zuio. Zuio la vita limeondoka. In the mighty name of Jesus. Kila aliyekuja kwenye ibada hii akiwa ni mgonjwa, kwa mamlaka niliyopewa, I clean your blood, I clean your blood. Naisafisha damu yako, viungo vya mwili wako. Damu yako itakasike, viungo vya mwili wako vitakasike. Sickness go, sickness go, sickness go, sickness go, sickness go, sickness go. Magonjwa ondoka, magonjwa ondoka. Kansa, kisukari, pressure, ondoka. Mungu aipokee sadaka yako na itakabari. Mwenyezi Mungu aipokee sadaka yako na itakabari. In the mighty name of Jesus.